وبارك على سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara nyingine tena. Ziada rehma na amani zimwende kiongozi wetu wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na ahli na masahaba zake na waislamu wote ambao watakubali kufuata mwendo wake hadi hiyo siku ya kiyama. Inashahidilia na kukubalia kwamba hapana mola pasipo kuabudiwa kwa haki ila Rabbul Izzati wal Jalal. Ndugu zangu wa Kiislamu, ni hakika muda umetuacha, lakini nitakuwa sijaitendea haki khutba yangu kama sikumaliza na kisa hichi cha sayyidu qaumin ludigh. Ni kisa ambacho kinaweza kikamalizia kama kufunga mlango wa khutba yangu na iweze kueleweka zaidi. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala intalaqa nafaru min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi safratin safaruha. Lilikuwa kundi ambalo mtume sallallahu alayhi wasallam kama anavyotueleza Abi Sa'id al-Khudri ya kwamba lilikuwa kundi, nafarun inaweza ikaanzia watu watatu mpaka watano mpaka saba mpaka 10. Nafarun haikuja katika hadithi kwamba ilikuwa ni kiwango, walikuwa ni masahaba wangapi, lakini baadhi riwayat zinasema ya kwamba hawa masahaba walikuwa 30 walitumwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kwenda kulingania baadhi ya vijiji. Waislam hata nazalu fi hayy min ahya'i al-arab, mpaka ilipofikia wakafikia katika moja ya vijiji vya Kiarabu. Fastadafuhum faabaw an yudayifuhum, wakaomba hifadhi, wakanyimwa hata kuhifadhiwa. Ndugu zangu, hata maji ya kunywa hawakupewa. Walipofika katika moja ya vijiji vya Kiarabu, watu 30 takriban wanaomba hifadhi, wanaomba wapokelewe, wapewe ingalau nafasi ya kulala. Walinyimwa. Jamani, mtusaidie hata maji ya kunywa, walinyimwa. Masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam faludigha sayyidu dhalika alhayy. Ndugu zangu wa Kiislamu, bahati mbaya kiongozi na bwana wao ambaye ndiye mfalme wao na sayyid wao akang'atwa, akadokolewa na nyoka. Sumu ile ikaingia katika mwili wake ukageuka mweusi, mkono ukawa kama vile mkaa, kutokana na uchungu na adhabu aliyoipata ya kule kudokolewa na kung'atwa na nyoka. Walitembea sehemu zote, waliuliza maeneo yote, hakuna dawa ambao hawakuitumia kwa kusema wamsaidie huyu mfalme wao aweze kupona. Katika kuhangaika, mmoja miongoni mwao akakumbuka kuna kundi la watu wapya ambao sio wa mji huu. Kumbukeni, waliingia hatukuwapokea, na ninadhani watakuwa bado wamo humu. Hivyo hatuwezi kujua kama ikiwa watakuwa wapo. Tuwatafute, tuulize, huenda miongoni mwao mnaweza kuwa hata mmoja yuko na dawa. Maskini ya Mungu, walikataa hata kuwapokea, hata kuwapa maji ya kunywa. Sasa wanafikiria huenda anaweza kuwa miongoni mwao yuko na dawa ya kuweza kumtibu mfalme. Wakamtuma kijakazi yenda akawatafute na akawapata, na awaulize ya kwamba hivi miongoni mwenu mnaweza kuwa hata mmoja ambaye anaweza kuwa na dawa ya kuweza kumsaidia mgonjwa wetu. Akasema Sa'id al-Khudri, yeye akajibu akasema mimi naweza. Wenzake wakashtuka, wapi na wapi mwenzetu, unajua dawa ya kuweza kutibu nyoka? Hatujawahi kukuona hata siku moja unatibu matibabu hayo. Akasema mimi nitaweza. Allahu akbar. Akasema lakini hatuwezi kukubali kumtibu mgonjwa wenu mpaka tuhakikishe kwamba mtatupa malipo. Kwanza tuelewane. Kumbukeni, tulikuja kuomba hifadhi mkatunyima, alafu hata maji ya kunywa hamkutupa. Sasa sisi kuwatibia mgonjwa wenu, bila shaka mtatupa chochote. Bila shaka mtu anapokuwa ni mgonjwa, tena magonjwa makubwa, watu wanakwenda mpaka India, wanakwenda China, wanakwenda Dubai, wanakwenda Ufaransa kwa ajili ya matibabu. Bila shaka mtu anapokuwa na magonjwa yuko tayari kupoteza hata vyake kwa sababu hawezi kupona. Wakamwambia hamna shida, kipi mnachokitaka? Wakasema mtatupa maziwa
na mtatupa mbuzi 30. Wakasikilizana maziwa na mbuzi 30. Wanakwenda, hawa wenzake hawajui, hivi huyu jamaa kweli atamtibu huyu mgonjwa kweli huyu? Subhanallah. Alipofika, ndugu zangu wa Kiislamu, alimshika tu yule jamaa kwenye mkono wake, kisha subhanallah, sikilizeni sura aliyoisoma, sura ambayo kila mtu anayo, lakini mtoto atakumbwa mtu asiweze kumsaidia mwanae. Kila mtu anayo. Alisoma suratul Fatiha, alhamdulillah, na huko akawa anapuliza alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, anapuliza. Wallahi subhana, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yule mfalme yani alifika anapona. Anakuambia kwamba alipata nguvu, akachangamka kama vile ngamia aliyekuwa alifungwa katika kamba, kisha akafunguliwa. Walifurahi, kisha wakawapa kile ambacho walichokubaliana, maziwa kwanza wakanywa, kushushia juu ya njaa waliokuwa nayo. Kisha wakaanza kusema, tugawaneni mbuzi 30, kila mmoja mmoja na chaki. Baadhi wakasema hapana, hii ni Qur'an, ni Qur'ani tumekwisha msomea mtu, isije kuwa kama biashara. Acha kwanza kabla ya kugawa twende kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumueleze kilichotokea, kisha akituruhusu tufanye hivyo. Wengine wakasema hapana, tugaweni. Wengine wakasema hapana, hatuwezi kugawa wakati Mtume yupo, twende kwa Mtume, akituruhusu tugawe, asipoturuhusu turudishe. Wakaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamuelezea historia ilivyokuwa. Mtume anawatizama, anamwambia yule jamaa, nani alikueleza kama suratul Fatiha inaweza kuwa dawa ya kumponyesha mtu? Akasema, tuliyasoma kwako ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa akanyamaza kwanza, kimya. Mtume anawatizama masahaba zake, baadhi kuna wenye pupa. Sasa huyu Mtume si asemi tu kila mtu apewe chake, na wengine wanasema labda atatuambia turudishe. Mtume akanyamaza, kisha akasema, aqsimu wadhribu li ma'akum sahma. Akawambia gaweni na mimi mnipe changu. Mtume fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akacheka Rasulullah. Waislamu, bado kwa kweli khutba bado inahitaji kuwa na upambanuzi mkubwa, lakini tutosheke na haya. Yanifae mimi kadhalika na nyinyi, yanifae mimi kadhalika na nyinyi. Ala wasallu ala alhadi albashir akrama rasulin wa awdah nadhir faqad amarakum بذلك اللطيف الخبير بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فامتثالا لأمر الله وحبا برسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة الباقين وبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بكرمك وحفظك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا، اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وتوبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، وعلما نافعا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وبطنا صابرا، وبدنا على البلاء صابرا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.